Kwa ujumla, Jeshi la Polisi mkoa wa Iringa, hali ya ulinzi na usalama mkoa ni shwari na shughuli mbalimbali za kijamii, kiuchumi, kisiasa zinaendelea vizuri, lakini tunaendelea pia na operesheni za kawaida kuhakikisha kwamba maeneo yote ya mkoa wa Iringa ni salama. Katika operesheni hizo, Jeshi la Polisi limefanikiwa kukamata watuhumiwa 3 ambao mmoja wapo ni Innocent Moshi miaka 30. Huyu ni mfanyabiashara na mkazi wa Tengeru mkoani Arusha na wenzake 2 kwa makosa ya kusambaza taarifa za uongo kwenye mitandao ya kijamii kinyume na kifungu cha 16 cha sheria ya makosa ya mtandao iliyofanywa marejeo mwaka 2023 kwa kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu ambayo pia ni kinyume na kifungu cha 305A cha sheria ya kanuni ya adhabu sura 16 iliyofanywa marejeo mwaka 2023. Kwa mujibu wa uchunguzi ambao tumeufanya sisi kama Jeshi la Polisi katika kipindi cha Aprili hadi mwezi Agosti mwaka huu, watuhumiwa walitumia mtandao wa kijamii wa Facebook kupitia akaunti ambayo inajulikana kwa jina la Silverland Company Limited na kujitambulisha kuwa ni wafanyakazi wa kampuni ya kuzalisha vifaranga ya kuku ambayo ni Silverland iliyopo eneo la Ifunda mkoa wa Iringa. Watuhumiwa hao walitumia majina ya uongo kusambaza namba za simu walizotumia kwa kuwapigia wananchi mbalimbali katika mikoa mbalimbali ambapo pamoja na Iringa, Tanga, Arusha, Dar es Salaam, Moshi na Dodoma, na kuwaomba watume fedha ili wapate vifaranga. Kwa hiyo wale watumaji wa fedha hizo ambazo ni wahanga wa matukio ya kutapeliwa walituma fedha hizo kwa kuamini kwamba hao waliotoa hiyo account ni wafanyakazi wa kampuni ya Silverland ambao hatimaye wahanga walitapeliwa fedha kwa sababu taarifa zao za uongo. Jeshi la Polisi kupitia operesheni imefanikiwa kukamata watuhumiwa hao wakiwa na line 94 za mitandao mbalimbali ya simu ambazo zote zimesajiliwa kwa vitambulisho vya watu ambao ni tofauti. Na line za wakala zilizotumika kutoa pesa pamoja na gari yenye namba za usajili T710 CAV aina ya Toyota RAV4 ambayo ilikuwa ikitumika katika kufanikisha matukio hayo ya uhalifu. Lakini pia tunatoa wito kwa wananchi kuwa makini wanapotaka kufanya miamala ya fedha mitandaoni na kuhakikisha kwamba wanathibitisha uhalali wa biashara au huduma ambayo wanataka kuipata kutoka na mitandao hiyo. Aidha, tunaendelea kuwahimiza wananchi kutoa taarifa mapema pale wanapohisi kwamba kuna aina yote ambayo inaweza kufanyika ya utapeli kutokana na hiyo miamala au watu ambao wanashuku kwamba wanaweza kuwa sio watu wema katika matumizi ya mtandao. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa NACPAT namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.